Amen. Basi ujumbe nilokuletea siku ya leo, ujumbe ambao nimekuletea siku ya leo kwa msaada wa Roho Mtakatifu, una kichwa kinachosema fahamu sauti za Ibilisi. Kuna umuhimu wa kuzijua sauti za Ibilisi ili zinapokuja tuelewe kwamba huyu ni Mungu na huyu sio Mungu. Tujue kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya Ibilisi katika maisha yetu. Nabii Samueli alisikia sauti ya Mungu kimuita mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu alikuwa bado hajijua. Lakini alipoenda kwa mzee Eli akamwambia, utakaposikia inakuita sema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako nasikia. Kwa hiyo Samuel alifundishwa namna kuisikia sauti ya Mungu na ikawa vile. Hivyo basi pia wakati mwingine pia tutaenda kujifunza namna kuzielewa au kujua sauti inaposema na wewe au itakapozungumza na wewe wakati fulani. Sasa kuna sauti kuu 4 zinapokuja katika maisha yako. Aidha zimekuja kupitia mtu au zimekuja kupitia mawazo yako mwenyewe au kwa njia nyingine yoyote. Ukizisikia hizi sauti, jua ni shetani anasema na wewe na wala sio Mungu. Sauti kuu 4 ambazo ukizisikia ndani yako au ukizisikia kutoka kwa mtu, fahamu kwamba ni shetani anazungumza na wewe na wala sio Mungu. Sauti ya kwanza, hii sauti inaweza ikaja kwa njia ya wazo au kwa njia ya mtu kuzungumza. Na huyu mtu anaweza kawa ni hata mpendwa, anaweza kawa hata mtu mwingine yoyote, hata mchungaji. Fahamu kwamba sio Mungu anasema na wewe, bali ni shetani anasema na wewe. Sauti ya kwanza, ukisikia sauti inakuja ndani yako au wazo linaingia ndani yako linalokuambia kwamba umemkufuru Roho Mtakatifu, umemkufuru Roho Mtakatifu na hivyo una dhambi isiyosameheka, fahamu 100% kwamba ni sauti ya shetani ndani yako. Au ni mtu amekuja kukuambia kwamba wewe umemkufuru Roho Mtakatifu, fahamu kwamba ni shetani, Ibilisi anaongea kupitia kinywa cha huyo mtu. Au umesikia sauti yote, hata kama katika masikio yako ya ndani au ya nje, inakuambia kwamba umemkufuru Roho Mtakatifu, hivyo una dhambi isiyosameheka, fahamu ya kwamba hiyo ni sauti ya Ibilisi 100%. Kwa nini ni sauti ya Ibilisi na sio sauti ya Mungu? Hakuna mahali popote ambapo maandiko yamesema kwamba mtu akiwa na dhambi au akiwa ametenda dhambi isiyosameheka basi anapata tangazo kwamba ana dhambi isiyosameheka. Hakuna mahali popote. Kwa hiyo shetani anajua ni wapi pa kuwatega wanadamu. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Katika kitabu kile cha Ufunuo sura 12 na mstari wa 9, Biblia inamtaja shetani au Ibilisi kama joka wa zamani. Manake alikuwepo tangu zamani, miaka na miaka, tangu Adam mpaka leo. Ndio maana anaitwa joka wa zamani. Manake anajua jinsi gani ya kushughulika na wanadamu wanaomcha Mungu na sio mcha Mungu. Hivyo basi mtu kama wewe ambaye sasa hivi unazaliwa unamcha Mungu, ana rekodi ya watu kama wewe wengi katika vizazi vilivyotangulia. Na anajua jinsi gani kuangusha watu kama wewe ambao umesimama, uliosimama au unaanza kumtafuta Mungu au uliokolea katika imani. Ndio maana shetani hakati tamaa na mtu hata kama ameshakuwa kiroho kiasi gani. Shetani hakati tamaa na mtu, anakuwa anaendelea naye. Ndio maana alifuata hata Bwana Yesu akiwa pale Calvary, kupitia vinywa vya wale watu. Yule mpaka ule mnyang'anyi mmoja akamwambia, ni kweli kama wewe ni mwana wa Mungu basi jiokoe na utuokoe na sisi. Umeona, ni shetani anafuata Bwana Yesu hata akiwa pale msalabani. Kwa shetani hana tabia kukata tamaa. Yeye ni joka zamani. Anajua kudili na watu kuanzia walivyokuwa katika level yao ya uchanga kiroho mpaka ukomavu. Anajua sababu anazo record za watu wa namna hiyo. Kwa hiyo sasa ukisikia ile wazo linakuja ndani yako kwamba umemkufuru Roho Mtakatifu, una dhambi isiyosameheka, moja kwa moja fahamu kwamba ni Ibilisi anazungumza ndani yako kukukatisha tamaa wewe kuendelea mbele. Na hii sauti inakuwa inaajilia watu wengi sana, hususan wale ambao wanaanza kuingia katika imani na wokovu. Najikuta unaanza kuingia kwenye wokovu, unaanza kusikia sauti inakwambia ndani yako wewe una dhambi isiyosameheka. Wakati mwingine inaweza sio hata dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Inawezekana ulifanya dhambi fulani huko nyuma, pengine hata ya mauaji, pengine hata ya chochote kibaya, lakini sauti inakwambia ndani yako ile dhambi haisameheki. Ukisikia sauti inakwambia ndani yako hivyo, jua ni shetani amekuvamia. Upo chini ya uvamizi wa Ibilisi na mapepo yake. Hapo umeshambulia roho yako ili usiweze kusonga mbele. Kwa sababu Ibilisi anajua akikugombanisha wewe na Mungu, basi kwamba utakapomwona Mungu mbaya, utakapomwona Mungu ana uchungu na hasira naye, basi
anajua utakuwa na nguvu ya kuendelea mbele. Kwa anakukatisha tamaa katika safari yako imani. Ukisikia sauti inakwambia kwamba umemkufuru Roho Mtakatifu, kataa hiyo sauti, ni ibilisi 100%. Na watu wengi wanashambuliwa sana na hii sauti. Na hivyo inawafanya wanakuwa wako wenyewe. Mtu akisha unakuta anaanza vizuri, anatamani kwenda kumtafuta Mungu ili kipo ndani yake, afa anasikia sauti inamwambia ndani yake kwamba una dhambi sio sawa. Ukishasikia sauti inakuja ndani yako, kataa moja kwa moja 100%. Tena ndio hiyo uthibitisho kwamba Mungu uko pamoja na wewe. Kwa hiyo hiyo ni sauti ya kwanza ya ibilisi ambayo ikisema ndani yako, fahamu kwamba ni shetani anasema ndani yako, wala sio Mungu. Mungu hawezi kumwambia mtu wake kwamba una dhambi sio sawa. Kuna Mungu hawezi kusema hivyo kwa mtu wake katika Agano hili Jipya. Lakini sauti ya pili ukisikia inasema ndani yako au kupitia mtu kwamba Mungu anakuchukia na anawapenda baadhi ya watu, wewe anakuchukia, fahamu kwamba hiyo ni sauti ya ibilisi 100%. Nazungumza kipindi ambacho tayari ushampokea Yesu, tayari ambapo unasikia kuna msukumo wa kumkaribia Mungu zaidi. Ukianza kusikia sauti inakwambia Mungu anakuchukia, aidha kutokana na kitu ulichokifanya zamani au kutokana na kitu kinachoendelea, fahamu ya kwamba hiyo ni sauti ya ibilisi. Neno la Mungu linasema Mungu ni upendo. Ni kweli Mungu hapendezwi na wote. So watu wote wanampendeza Mungu. Lakini Mungu hamchukii mtu wote, anawapenda watu wote, hata watenda dhambi wote anawapenda. Hata watu waliomkosea na kufanya mabaya, bado Mungu upendo wake unabaki pale pale, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni upendo. Sio kwamba Mungu anao upendo, Mungu ni upendo. Hilo neno upendo ni tabia, ni Mungu mwenyewe. Kwa Mungu hamchukii mtu yoyote. Ukisoma kitabu kile cha Ezekieli, Maombolezo sura ya 3 mstari wa 33. Kitabu cha Maombolezo ya Yeremia sura ile ya 3 na ule mstari wa 33, kuna maneno ambayo Bwana Mungu aliyasema pale. Maombolezo ya Yeremia sura ile ya 3 na ule mstari wa 33. Naomba nikusomea haya maandiko. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 33. Neno la Mungu linasema, labda nianze mstari wa 31. Anasema, kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele, maana ajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuhuzunisha. Mungu hapendi kumtesa mwanadamu yoyote yule wala kumhuzunisha. Kwa Mungu hamchukii mtu yoyote yule. Kuwaseta chini kwa miguu wafungwa wote wa dunia, kuipotosha hukumu ya mtu mbele zake aliye juu, na kumnyima mtu haki yake, hayo Bwana hayaridhii kabisa. Mungu haridhii kabisa mtu kuonewa wala kudhulumu, na Mungu amdhulumu mtu wala kumwonea mtu yote. Kwa hiyo ukisikia sauti inakwambia ndani yako unachukiwa, wewe Mungu anakuchukia kuliko watu wote, ni sauti ya ibilisi. Ibilisi anakuambia kwamba Mungu anakuchukia ili usiweze kumkaribia Mungu. Na asilimia kubwa utaona hii sauti inapokuja ndani ya mtu, yule mtu unaona sasa anakata tamaa kumtafuta Mungu, lakini anapata raha kuendelea katika maisha yake, na ndicho shetani anachokitafuta hicho. Kila akijaribu kumtafuta Mungu, sauti inamwambia kwamba Mungu anakuchukia. Kila akijaribu kumtafuta Mungu, kuna sauti inamwambia kwamba ana dhambi sio sameheka. Hiyo ni sauti ya ibilisi. Ukisikia inakuja ndani yako, fahamu kwamba ni shetani anatumia kinywa cha huyo mtu kukatisha tamaa. Hilo ni wazo la pili au sauti ya pili. Sauti ya tatu ambayo ikija ndani yako, fahamu kwamba ni sauti ya ibilisi, sio ya Mungu. Ukisikia ndani yako kuna sauti au kuna wazo linakuja kwamba Mungu hasikii maombi yako, fahamu kwamba ni ibilisi. Mungu hasikii maombi yako, fahamu kwamba ni ibilisi anasema ndani yako. Ndio, kuna nyakati ambapo kama uko tayari katika mahusiano na Mungu kweli kweli, kuna wakati Mungu anaweza kuambia maombi yako hayasikiwi. Kutokana labda na sababu 1, 2, 3. Na ukishapata hizo sababu unapata amani kwamba pengine kuna kitu napaswa nikirekebishe. Sababu andiko anasema Mungu hasikii maombi ya waovu. Kwa kuna kitu fulani nataka nikirekebishe pale. Lakini katika zile hatua za awali ndio unakulia wokovu, ndio umeingia katika imani. Alafu kuna sauti inakwambia ndani yako Mungu hasikii maombi yako. Hiyo ni sauti ya ibilisi kukatisha tamaa ili kusudi usiweze kuendelea mbele zaidi hapo. Na hiyo ndio silaha moja hapo shetani anayotumia kuwapiga watu ili kuwavunja moyo na kuwavunja moyo ili wasiweze kuendelea mbele. Na maana utaona kuna mtu anaokoka leo, kesho amerudi kule alipokuwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna vita vinaanza kutokea ndani yake. Shetani anaanza kudili na ule mtu kweli. Linaitwa joka la zamani. Linaelewa kila kitu kuhusu mwanadamu. Linajua njia gani ya kutumia kumwangusha mwanadamu ambaye ameokoka hivi karibuni. Kwa hivyo ukizisikia hizo sauti zinakuja ndani yako, wewe kama mwongofu mpya au pengine sio mwongofu mpya, ni mtu ambaye tayari uko katika imani, fahamu kwamba ni sauti ya ibilisi ikisema ndani yako.